Boni Online TV. Chama cha National Unity Platform NUP kimedai kuwa mgombea wa urais wa upinzani nchini Uganda Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine ameondolewa kwa nguvu nyumbani kwake na kuchukuliwa na helikopta ya kijeshi kuelekea kusikojulikana. Taarifa hiyo ilitolewa kupitia mitandao ya kijamii jana Ijumaa, imekuja siku moja tu baada ya Waganda kupiga kura katika uchaguzi uliogubikwa na hali ya taharuki na kukatwa kwa huduma za internet nchi nzima. Hadi sasa serikali ya Uganda haijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Maafisa wa NUP wamekiambia kituo cha habari cha Al Jazeera kuwa watu waliovalia sare za kijeshi na usalama waliruka ukuta wa nyumba ya Bobi Wine, ingawa kwa sasa ni ngumu kuthibitisha eneo alilopelekwa kutokana na changamoto ya mawasiliano nchini humo. Kabla ya tukio hilo, Bobi Wine alikuwa ameweka ujumbe mitandaoni akidai kuwepo kwa ujazaji mkubwa wa masanduku ya kura kote nchini na kuwataka Waganda kukataa kile alichokiita utawala wa kihalifu. Wakati hayo ikitokea, matokeo ya awali yaliyotolewa na tume ya uchaguzi Ijumaa jioni yalionyesha Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 akiongoza kwa asilimia 73.7 dhidi ya 22.7 za Bobi Wine, huku kula asilimia 81 zikiwa zimehesabiwa. Matokeo ya mwisho yanatarajiwa kutangazwa leo Jumamosi majira ya saa 10 jioni kwa saa za Kampala. Licha ya upigaji kura wa Alhamis kumalizika kwa amani katika maeneo mengine, machafuko makubwa yameripotiwa usiku wa kuamkia Ijumaa katika mji wa Butambala, takriban kilomita 55 kutoka Kampala. Jeshi la polisi limesema watu 7 wameuawa baada ya wahuni wenye mapanga kuvamia kituo cha polisi, wakati mbunge wa upinzani Mwanga Kivumbi akidai kuwa watu 10 wameuawa baada ya vikosi vya usalama kushambulia wafuasi wa upinzani waliokuwa wakisubiri matokeo nyumbani kwake. Gilly Boni Online TV.